Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, saints. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. God is great and greatly to be Bwana praised. Yesu ni mwema. Amen. Anastahili This is sifa. part 3 Mkuu. of our lesson. Sehemu ya 3 ya somo hili, Check your house. chunguza nyumba yako. Check your house. Chunguza nyumba yako. You know, before we call it a day to rest Kabla ya kupumzika kila siku at night, usiku kabla tujalala, I check my home. huwa I ninazunguka check my na natural cheki home. nyumba yangu hii ya kimwili I tunayoishi. make sure that the front doors are locked. Hakisha milango ya mbele imefungwa, I go by imelokiwa, and I tug on the windows to make sure madirisha yote they're na locked. kisha yamefungwa. Because sometimes we have a tendency of opening doors and opening windows and forget. We get distracted and we don't lock them. Wakati mwingine tunafungua dirisha au tunafungua mlango tunasahau kuloki vizuri. But as the man of the house, Lakini kama mwanaume ndani ya nyumba hii, God give me charge and rule over my home. Bwana amenipa majukumu, I have to protect my home. mamlaka. Inabidi nilinde nyumba yangu. I have to protect my wife and my children. Inabidi nitunze mke wangu na watoto. I have to put things, some safety factors, some safety things that we have to do in our home to stay safe. Inabidi vitu vya usalama vikae sawa ili tuwe salama katika nyumba. Because of the wickedness in the world, because of the sin that's in the neighborhood. Kwa sababu ya dhambi na uovu uliojaa duniani siku hizi, hata katika mtaa wetu. We're instructed not to trust no man. Put your trust in no man but the living God. Tunahimizwa tusimwamini mwanadamu yoyote isipokuwa Mungu aliye hai. Amen. Tusimwamini mtu. So I check my home to make sure everything's secure, everything is locked. Huwa nacheki nyumba yangu kuhakikisha kila kitu kiko sawa. I'm always on guard if I hear a odd noise, a knock, or even broken glass. Ninakuwa makini nikisikia sauti, kelele yoyote ile. Because in the process of making sure my home is safe, I have to also, hallelujah, like I said, protect my home. Ninapaswa kulinda na kutunza nyumba yangu. Well, same thing applies to your spiritual house. Hivyo katika nyumba yako ya kiroho. Where God dwells. Ambako Bwana anaishi. Amen. Amen. It's things that God give us to do. Kuna mambo ambayo Bwana anatupa majukumu kutimiza. Somebody say, I don't have nothing to prove. Yes, you do. Kuna mtu anasema sina haja kitu chochote cha prove how Christ is in you, lest you be reprobate. Unapaswa kuhakikisha jinsi Kristo alivyo ndani yako, usije ukawa ni katika the Bible said prove all things. Biblia imesema tuhakikishe mambo yote. Be ready to give an answer to the reason of the hope that's in you when somebody want to know something about Jesus. Tuwe tayari kutoa sababu mtu akitaka kujua kuhusu Yesu Kristo. When somebody want to know what's this born again or how are you saved? Hii mambo ya kuokoka maana yake nini? Mliokolewaje hivi na hivyo? Jesus said, "Ye are my witnesses and you shall testify of me." Bwana Yesu amesema sisi ni mashahidi wake na tutamshuhudia yeye. The easiest thing for anybody that say that they're a Christian is to be able to testify how God saved them. Ni kwa urahisi kabisa, kila Mkristo ni rahisi kwake kusema jinsi gani Yesu Kristo alivyomwokoa. And with joy. Na kwa furaha. Amen. Amen. So, when it comes to people coming to your house with another doctrine, the Word of God said, don't receive them. Don't bid them Godspeed with blessings. Why? Because you become a partaker of their evil deeds. Unaona, Biblia inatuonya mtu akija na injili nyingine, usimkaribishe nyumbani kwako, utashiriki dhambi zao. Don't receive false teachers in your home. Usikubali walimu wa uongo ndani ya nyumba yako. Not offering them hospitality or greetings, and that's what Godspeed means. Ndio maana yake hapa, kwenda kumtandaoni au kwa mtu amekuja mwenyewe au kwa njia nyingine yoyote ile. Amen. Amen. Thank you, Lord. Asante Bwana. And these people na watu hawa that come to you with another gospel, this is a spirit of Antichrist. Ni roho ya mpinga Kristo. Don't bless an Antichrist that blaspheme the Holy Ghost. Usimbariki mtu ambaye anapinga Kristo, anayekufuru roho wa Mungu. Amen. Amen. Thank you, Lord. Asante Bwana. Turn your Bibles to 1 Timothy 5:22. Eleka Biblia yako waraka wa kwanza wa Timotheo 5:22. And I want you to read that, please. Tasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Usimwekee mikono kwa haraka wala tarudia tena. I repeat that. Usimwekee mtu mikono kwa haraka wala usizishiriki dhambi za watu wengine,
Ujilinde nafsi yako uwe safi. Lay hands suddenly on no man, neither be a partaker of another man's sin. Keep thyself pure. Keep thyself clean. Jiweke msafi, jiweke mtakatifu. You know, we got a lot of our brothers and sisters. They're anointed men and women of God. But then there's some that are pretenders. Kuna watumishi wa Mungu, badada zetu, ndugu zetu katika Bwana. There are some that are wanatumika, wanatunza utakatifu. Got one foot in the world and one foot in the church. Mguu mmoja kanisani kwenye imani, mguu mmoja. But they're going to prove that they right along with you. Lakini wanataka kujionyesha kwamba wako pamoja nao. They got power no matter what, they got the power. Haijalishi matendo yao, eti bado wana mamlaka ya Bwana. And they go in there and they're laying hands on these people that got these demons and got these spirits and they jumping on them. Na hawajui kwamba yani wao ni mlango wa mapepo kurukia watu wengine. No power, no Holy Ghost. Hakuna mamlaka, hawana nguvu, hawana Roho Mtakatifu. No Holy Ghost, no power. Bila Roho Mtakatifu hakuna nguvu ya Mungu. And with the Holy Ghost come the power of healing the sick, raising the dead, casting out devils. Amen. Ndiyo, Bwana ambaye ndio ana nguvu ya kutoa pepo, kufufua wafu na kutenda mengi ya wanayohitaji wanadamu wasaidie. But people that have allowed the enemy, after God had cleaned their house, and allowed the enemy to come back and dwell and live in their home, hallelujah, camp out in their house, their spiritual house, hey, they don't have any peace. Watu ambao wameruhusu mapepo ndani ya nyumba zao za kimwili na za kiroho, they're serving two gods. Wanatumikia miungu miwili. The ones that profess to be Christian and are riding the fence. Wanaojaribu kujionyesha wao ni Wakristo wako katika fence. Jesus said, you can't serve two gods. Yesu Kristo anasema huwezi kutumikia miungu miwili. You're going to love one, utampenda mmoja, and hate the other. Na kumchukia mwingine. You can't serve God and mammon. Huwezi kumtumikia Mungu na pesa. A lot of people, they serve their money, their pocket. Watu wengi wanatumikia mifuko. They rather have money instead of Jesus. Ni bora wawe na pesa kuliko kuwa na Yesu. The songwriter say, mwandishi amesema, silver and gold, I'd rather have Jesus than silver and gold. Kuna mwimbaji alisema bora awe na Yesu Kristo kuliko dhahabu na shaba. No fame, no fortune. Hakuna umaarufu wala utajiri. No riches untold. Hakuna utajiri ulioshindwa kiasi. I'd rather have Jesus ni bora niwe na Yesu than silver and gold. Kuliko shaba na dhahabu. Lay up your treasure in heaven where no man can steal. Weka hazina yako mbinguni ambako hakuna mwanadamu ataweza where no moth can spoil. Ambako hamna tununu wanaweza kuiba. Looking unto Jesus, who is the author and finisher of your faith. Mwangalie Yesu Kristo, mtimilifu na mwanzilishi wa imani yako. You need to check your house. Inabidi kuchunguza nyumba zetu. Amen. Amen. Here in Hebrews 7 and again with Timothy, 1 Timothy 5:22. Be careful. First of all, the word of God said, be careful who you entertain, because you can entertain angels unaware. Unaona kuna sehemu nyingine kwenye maandiko tumeshaambiwa tuwe waangalifu tunavyotendea watu. Inawezekana tuna malaika wako mbele yetu. Tuwe waangalifu tunavyotendea watu. Amen. But the same thing, try the spirit by the spirit and see if it be of God. Lakini tena tumeambiwa tupambanue roho tuhakikishe kwamba ziko ni za Bwana. People that you come in contact with every day that say they Christian or say they of God, or they may not say they of God. What they say out of their mouth, you line it up with the word of God. Watu unaokutana nao kila siku, sikiliza kwa makini, waangalie kwa makini, hakikisha wako kwenye imani sahihi ya Bwana Yesu Kristo. We were saved by the word of God. We live according to the word of God, and we feast on the word of God. Tuliokolewa kwa neno la Bwana, tunaishi kwa neno la Bwana, na tunashiba kila siku, tunajilisha neno la Bwana. And if what they say out of their mouth don't line up with the word of God, withdraw thyself. Kama wanachosema kutoka kwenye kinywa chao hakiendani na neno la Bwana, nenda mbali. Unless God give you a testimony, God give you a word for them, God give you something. If we're led by the Spirit, wherever the Holy Ghost say do, you do. Chochote Bwana anachosema ufanye. But it's some people that God going to withdraw you from, going to tell you to separate yourself. Even in the church, those that are disorderly and raise hell in the church,
God tell you to withdraw yourself from that person. Utaona kuna baadhi Mungu atakutengenezea mazingira, atakusukuma wewe kujitenga nao. Hata wengine wako ndani ya kanisa unaloabudu sasa hivi, utaona Bwana anakutenganisha nao tu. Usilazimishe. Not discard them as a brother or sister, but you pray for them. Usiwatupe kama that backslide. You pray for them that are disorderly, ambao hawana mpangilio. Huh? Amen. If we got to feed our enemies and take care of our enemies in certain situations, amen, then you know what, we should be able to pray for one another. Kama tumeamriwa tuwabariki adui zetu, tunapaswa kuwa tuna uwezo wa kuombeana kwa mzigo, sio kuhukumiana. Waombe kwa mzigo, ila jilinde. God made provision even for the backslider. He said, I'm married to the backslider. He said in the New Testament, repent and do your first work over again. Kwenye Biblia inasema tubu, uanze kazi yako upya tena. But ameoa anayerudi nyuma. Many lay members and those that are in ministry, pastors and so forth, that do not have someone over them, or pastor overseer over them, a board of bishops over them. When they sin, they ain't worried about going to anybody. They make their own rules. Wale ambao hawana mwangalizi wa kiroho katika huduma, wamejifungulia kanisa wao wenyewe au huduma, hawana mtu wa kwenda mbele zake wakatubu. Yani wanajiongoza wenyewe, hawana kuwajibika kwa mtu yoyote. They won't even go to God and repent. Hawawezi hata kwenda kwa Mungu kutubu. And they do become reprobate concerning the faith. Ni hatari, wanajikuta wako nje ya imani, wamekengeuka katika imani. Leaning to their own understanding, doing their own thing, and the devil is in control of their lives. Adui anatawala maisha yao, wangali wanafanya kazi ya Bwana. Hawajui kwamba tayari wako nje ya imani, wako hatarini sana. And a lot of them become false prophets, false teachers. Wengi wao wanakuwa walimu wa uongo. Amen. Manabii wa uongo. A lot of them become goats instead of sheep. Wengine wanageuka, wanajikuta ni mbuzi badala ya kondoo. Amen. So keep yourself clean, keep yourself pure. Amen. Jiweke safi, jiweke unaotakasa. Don't be so quick to put your hands on people. Why? Because hey, you better make sure you prayed up, you fast up, that your house, hallelujah, that your house is full of power. Hakikisha nyumba yako ya kimwili na ya kiroho imejaa nguvu za Mungu, imetakaswa, iko sawa. Amen. Your natural house, hey, it may do some things that help secure you, but when it comes down to having some power, have some electric to run the TV, run the heat, run the stove, run a whole lot of things, hey, you need some power. Ili uweze kuwasha umeme, taa, vifaa vinavyotumia umeme kwenye nyumba yako, uweze kuishi maisha yanayotakiwa. Unaona wengine hata mashine za kufua hizi zinataka umeme. Hakikisha una nguvu ya kutosha. Amen. That power don't have to be just electric. That power don't have to be just gas. That power could just be Holy Ghost fire. Amen. Tunahitaji sio umeme au gesi hii ya kawaida. Tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ya kweli. You use fire to cook. Unahitaji moto kupika. You use fire to warm water, to wash and to clean clothes. Tunahitaji moto kufua, kupika, kufanya shughuli mbalimbali ndani ya nyumba zetu. And when it's dark, you use the light to see, for hallelujah, in your home. Ukiwa giza, unatumia huo mwangaza, unatumia umeme, nguvu hiyo kuweza kuona. You use the fire, hallelujah, for fuel. Moto unatumia kwa ajili ya kupika au kupasha joto wakati wa baridi. Hallelujah. And check in your house, make sure you rely, hallelujah, when it comes to you, your main utility is Holy Ghost fire. Hakikisha katika maisha yako ya kiroho, penda sana kuwa na moto wa Roho Mtakatifu kwa wingi, kwa viwango vya juu. Utakusaidia sana. Amen. Amen. Hebrews 7:26. Waebrania 7:26. It says, for such an high priest becometh us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heaven. Read that please. 26 nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na waa lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu
kuliko mbingu. Amen. When you read in 1 John, even 1st and 2nd John, it says, walking even as Jesus walked. Tunaambiwa tutembee kama ambavyo Yesu Kristo alivyotembea. Being like Jesus. Tukiwa kama Yesu Kristo. As the children of God. Tukiwa watoto wa Mungu. Amen. Amen. And walking like Jesus and being like Jesus and talking like Jesus, living like Jesus, living holy as he is holy. Hallelujah. Kama ambavyo yeye ni mtakatifu, we become priests of God. Tunakuwa makuhani wa Bwana. Amen. For the word of God assures us of our inheritance that we are a royal priesthood. Kwa maana neno la Mungu linatuhakikishia a holy people. Sisi ni watu watakatifu To tunaostahili show forth the praises of a holy God. Tukileta mbele sifa za Bwana. Amen. Haleluya. Kumwakilisha Bwana Yesu sawa sawa. Thank you, Jesus. Asante Yesu. We have an inheritance among them that are sanctified. Tuna urithi katika wale walio takaswa. And the love that we have that's shed abroad in our hearts, we should be harmless. Inabidi, yani upendo tulio nao katika Yesu Kristo, inabidi tusiwe na mawayo yote. And walking in the Holy Ghost, walking in the Spirit, you should be undefiled. Katika kutembea katika Roho Mtakatifu, usikubali kuwa mwenajisika. Amen. Amen. Separate from sinners. Jitenganishe na wenye dhambi. Amen. Amen. God don't hate people, but he hates sin. Mungu hachuki wanadamu, bali anachukia dhambi. God did not die on Calvary's cross, shedding his precious blood for your sins and my sins, that we would continue in our sin. Mungu hakufa msalabani ili tuendelee katika dhambi zetu. But he died on Calvary's cross, shedding his blood for the sins of the world, being a sacrifice, hallelujah, for the sins of the world, to save us from our sin. Bwana alikufa msalabani atuokoe na dhambi zetu. That's why he told the woman and some others, go and sin no more. Kwa maana alimwambia yule mwanamama baada ya kumokoa na kumfungua na kumtoa ile mapepo, uende usitende dhambi tena. Read the first Psalms and talk about the man that abide in God's word and separate himself from sinners and not running with those scornful people. Tunaonywa kwenye maeneo mengine kwenye maandiko, tusiende na watenda dhambi wanaomdhihaki Yesu Kristo. Running with people that's willing to shed blood. Usikubali kuenda na watu ambao wako haraka kwenda kumwaga damu. Amen. Amen. Those things, those sins that are abomination that will keep you from going to heaven. It's being preached in the church. Inahubiriwa kabisa katika kanisa. The church. Kanisa. There are a lot of churches out here, but they don't preach against sin. Kuna makanisa yapo lakini hayahubiri dhidi ya dhambi. They embrace it. Yanaipokea. And everything is good news. Kila kitu ni habari njema tu kila siku. Thank you, Jesus. Asante Yesu. 1 Corinthians 10 and 20. Waraka wa kwanza wa Korinto 10:20. Verse and 20. I want you to read. Let me begin. 1 Corinthians 10 and 20. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God. And I would that ye should not have fellowship with devils. Read that, please. 20 nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Amen. Don't have fellowship with anybody that act like the devil. People speak like the devil. People curse every day, damning people. Watu wanalaani cursing people. Let no filthy communication come out of your mouth as becoming a saint. Usikubali mazungumzo machafu yatoke kwenye kinywa chako kama mtakatifu. The Bible said evil communication corrupt good manners. Biblia inasema mazungumzo mabaya yanachafua tabia njema. Even Lot being vexed with their filthy conversation, the Bible talked about. Biblia inazungumzia mazungumzo yao machafu. Vex his spirit from day to day with their conversation. Na mazungumzo yao siku hadi siku. So we have to be careful that we don't entertain demons tuwe makini tusikubali instead of angels. Badala ya malaika. Amen. Heavenly angels unaware. Tusihudumie holy angels badala ya malaika watakatifu. Amen. Amen. Hallelujah.
So we have to be careful. We have to make sure that we check our house daily. Inabidi tuchunguze nyumba yetu Pick kila up our siku. cross daily, Jesus say, and follow me. Tuchukue msalaba wetu kila siku utufuate. Fasting, praying, Funga, kuomba, singing spiritual psalms and hymns, kuimba nyimbo za kiroho na zaburi, making melody in your heart as unto the Lord, always kumwimbia giving Bwana thanks, moyoni mwako muda wote ukishukuru, making spiritual sacrifices ukifanya sadaka dhabihu zilizo safi, of giving and witnessing the gospel of Jesus Christ, kumtolea Bwana injili yake takatifu, looking for his coming, being without spot or blemish when he comes, living holy. ukiishi kwa utakatifu. Follow peace with all men. Fata amani na watu wote. Holiness without no man shall see the Na Lord. utakatifu ambayo hakuna. So you need to be holy. Inabidi mtakatifu. You need holiness. Inabidi You utakatifu. don't know about holiness? Find out, because you need it to see Jesus. Kama hujui maana ya utakatifu, tafuta maana yake. Maana yake bila huo hutaweza kumuona Bwana. But if you put it down, ukiweka chini, and the devil come in and he's whispering in your ear, Shetani anakuhubiria masikioni mwako, and you're doing things of the world, unafanya vitu vya ulimwengu, he got you. Amekupata. And he ain't by himself. Na hayuko peke yake. The man that was in, the man that Jesus, hallelujah, the demon that was in the tomb that was cutting himself, Jesus went to heal him. He said, what is your name? Yule mtu aliyekuwa anajichana anajikatakata alitoka damu, Yesu Kristo aliuliza, jina lako ni nani? He answered it. He said, legions, for we are many. Akasema sisi legioni, manake tuko wengi. Jesus cast out them demons. Akayatoa mapepo yale yote. And the Bible said the man was sitting up, clothed and in his right mind. Biblia inasema yule mtu alikaa ana akili yake timamu. Amen. Alibaki na akili yake timamu. I got the receipts. I got scripture. Kuna maandiko ya kuhakikisha. You need scripture. Unahitaji maandiko. You got to know the truth. Inabidi ujue kweli. Amen. Because the devil can't do nothing against the truth but for the truth. Maana adui shetani hawezi kupingana na ukweli, ndani ya kweli katika kweli. All of God's people should walk in truth. Watu wote wa Mungu wanapaswa watembee. You walking in truth, you walking in Jesus. Watembea katika kweli, katika Yesu Kristo. So that you have no fellowship. He said, but I say that these things, did you read it? 20. 1 Corinthians 10 and 20. Read it 10, again 20. For the saints. Kwa nisome tena. Katika jina la Bwana Yesu Kristo. Sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywea kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. So it's things that people do of the world, they sacrifice to devils. Yani watu bila kujua wanajikuta, and we're not to have no fellowship with devils or what they do. Kwa mashetani. Na tupaswa kuwa na ushirika na mambo yanayofanya. Okay, verse 21. Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and the table of devils. Read. Inasema hivi, 21. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. 22. Do you provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than he? Read. 22. Hao tuamtia Bwana wivu? Je, tuna nguvu zaidi ya yeye? 23. All things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. Read, please. 23. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. There are some things that are there are things that are holy, some things that are acceptable unto the Lord for us to do, and it's things that are going on in the world, because the world is not our home. New Jerusalem is our home. Dunia hii sio nyumbani kwetu. Yerusalemu ndio nyumbani kwetu. Kuna vitu vingi ambavyo sio vya utakatifu. Heaven is our home. Mbinguni ndio nyumba makao yetu ya milele. And if you're a lover of the world, you're an enemy of God. Kama wewe unapenda ulimwengu, wewe ni adui wa Kristo. So it's things that we do here in this world that's acceptable unto God, but those things that are being done in the world that's not a part of God's body, not a part of God's word, that speaks against God, is not acceptable. It don't edify. Kuna mambo ambayo tunayashiriki, tunayafanya hapa duniani yanakubalika na Bwana,
lakini tuwe makini na mambo yale mengi ambayo yanamchukiza Bwana yanatendeka au tunashurutishwa kutenda hapa duniani. That's what it said, but all things edify not. It's a lot of things that don't lift up Jesus. A lot of things don't lift up how Jesus said, if I be lifted up, I'll draw all men unto me. Unajua Biblia inasema kama akiinuliwa yeye atawavuta watu waje kwake. Kwa hiyo tuendelee kumuinua Yesu Kristo. So we lift up Jesus in hallelujah as saints and our worship and our praise and in the work that we do in the ministry and witness and testimony, and at the same time we do the same for one another. The Bible tells us to edify one another as well. Biblia inasema tutiane moyo wenyewe kwa wenyewe, tuinuane, tupeane moyo. Amen. Amen. To admonish one another in love, to lift each other up, to greet each other with a holy kiss, to be on one accord, to have unity. Kuwa na umoja, tuinuane, tuombeane, tutiane moyo katika safari hii. Amen. Amen. The doctrine, the specific false teachings John warned about was denying Jesus Christ, truth, humility, that he came in the flesh. His people is the spirit of Antichrist. Kuna roho mpinga Kristo ambayo Yohana anaonya wa Kristo, wale wanaomkataa Kristo, that Apostle John had warned the church, the people about. Tumishi Yohana alionya kanisa kuhusu mafundisho hayo. And turn your Bibles to 2 Thessalonians 2 and 3. Tuelekeze Biblia zetu tuangalie andiko la waraka wa pili wa Thessalonika sura ya 2 mstari wa 3. Jesus talk about this form of Antichrist, and not just of an Antichrist, talk about how the deception would come about, hallelujah, of his people. Hapo Mungu anaonya jinsi ambavyo uovu na uongo na udanganyifu unavyoingilia watu wa Mungu. Amen. See, in the wilderness, the devil came, Jesus being in the Holy Ghost, went into the wilderness to be tempted by the devil. Nyikani, Yesu Kristo alishawishiwa na shetani. He fast 40 days and 40 nights. Alifunga siku 40. The only way the devil can attack you, your house, jinsi ambavyo shetani the only way the devil can attack Jesus' house, alivyoweza kumshambulia Yesu, his spirit, is to attack his flesh. Ni kushambulia mwili wake, mambo ya mwilini. Amen. Shetani anatumia sana hiyo njia. So it's the flesh. Jesus said the flesh is weak, but the spirit is willing. Neno la Mungu linasema mwili ni dhaifu, lakini roho iko tayari. So the devil he wanted to, hallelujah, attack Jesus's house. Najua shetani alijaribu his spirit, kushambulia nafsi yake kupitia mwili, mambo ya mwili. To get Jesus to submit to his will. Kumsababisha Yesu eti atii, anyenyekee, aabudu yeye shetani. And agree with him by deceiving him. Na kumkubaliana naye shetani kwa kumdanganya. And what means was he trying to deceive Jesus? Alitumia njia gani? He said, if you be the son of God, akaanzia kumwambia eti kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, turn these stones into bread. Geuza mawe haya yawe mkate. Huh? Amen. Thou should not tempt the Lord thy God. That's God's answer. Alimpa jibu, usimjaribu Bwana Mungu wako. He want Jesus to agree with him any kind of way to get in. Alitaka Bwana Yesu akubaliane any kind of way to compromise. Penyo tu wa kuingilia kumvuruga. And people come to you the same way. Watu pia watakuja, watatumika kuja kwako. They're trying to soften you up with a little alcohol. Kukujaribu pombe kidogo. Soften you up with a little marijuana. Bangi kidogo tu. Soften you up with just going to the club and just hanging out. You don't have to drink anything. Una haja kunywa pombe, twende wote pamoja baa huko kwenye kilabu. Soften you up to go places that you shouldn't be in. Kujaribu kwenda sehemu ambazo that's of the world and unholy. La dunia sio takatifu. And what your answer should be? Jibu lako ni nini? It should be a word that you should make new. No. Useme hapana. No. Unajua jinsi ya kusema hapana.
wakwepe. Learn to use the word no. Jue jinsi ya kutumia No neno to the hapana. devil and yes to Jesus. Hapana kwa shetani, ndiyo kwa Yesu. Then the devil said, well, look, he took him up to a high place. Akampeleka sehemu iliyoinuka He said, sana. you know what? If you fall down, he said, if you be the son of God. Akasema tena. If you be the son akaanza of God. Tena, kama wewe ni mwana wa Mungu. God created him. Mungu alimuumba yeye shetani. Jesus, he's speaking to his creator, but he said, if you be the son of God. Anathubutu kuongea na aliyemuumba eti kama wewe ni mwana wa Mungu. Throw yourself down off of this hill, and it's written in the word that the angels will lift you up if you hit your feet against the stone. Kwamba ajirushe eti malaika atakuja kumuokoa. And Jesus rebuked him again. Yesu Kristo akamkemea. It is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Usimjaribu Bwana Mungu. Then he took him up to a place that where he could see all the kingdoms of the world. Kampeleka kamuonesha falme zote za dunia. And he got to the point as the reason why he came to him to deceive him. Akamwendea moja kwa moja. He said, if you bow down and worship me, I'll give you all of this. I'll give you all these kingdoms. He said, it is written. He said, thou shalt not tempt the Lord thy God, and him only shall thou serve. And the Bible say after that the devil had tried to tempt Jesus, he left him for a season. Remember, when the unclean spirit go out of a man, he's in dry places seeking somewhere where he can rest. Unaona pepo akimtoka mtu, akimwacha mtu, anaenda kupumzika kwa muda, lakini ataendelea kujaribu kurudi. But then what he'll do, he'll say, well, I'm going to go back where I came from and see if I can still find rest there. Na ndio tumezungumzia sehemu ya kwanza kama sikosei na. The devil left Jesus for a season and still came back through the scribes and Pharisees. Shetani alimwacha Yesu kwa muda. To tempt him. Lakini alipitia Mafarisayo na waandishi kumshawishi. Do you see the connection? Unaona connection hapo. The enemy going to come back to you after God saved you. He's going to come back to wherever God saved you from to tempt you, to deceive you, to get back in his house. Adui atajaribu kukurudia kwa njia nyingine. Akijaribu kakikosa jaribu njia hii, atafuta njia nyingine. That's why the word of God said, resist the devil, draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Tumeambiwa kwenye maandiko, tumkaribie Yesu Kristo naye resist the devil and he will flee. Katae shetani naye atakukimbia. Amen. Amen. We have instruction. We know what to do. We have the word of God to keep us on track, to make sure that our house is clean. Amen. Tujitahidi kupambana kuhakikisha nyumba zetu za kimwili za kiroho, za kiroho ziwe safi. To make sure that God's house is holy. Kuhakikisha nyumba ya Bwana, hekalu la Bwana ni takatifu. That's how you save yourself from this onward generation. Ndivyo unavyojiokoa na kizazi hiki kiovu. You have to save yourself. Inabidi ujiokoe. Amen. And Jesus said everything that we say and everything that we do in these bodies will be counted in, hallelujah, in the last day, in the day of resurrection. Kila tunachokifanya kwenye miili hii kitahesabiwa, na tunachonena, tunachowaza katika siku ya hukumu. There's a resurrection on the life eternal. Kuna ufufuo wa uzima wa milele that will get you to heaven. Kufikisha mbinguni. And Jesus says a resurrection on the damnation, which is the second death in hell. Kuna ufufuo wa hukumu ambayo ndio mauti ya pili. Amen. Everything that we say, everything we do, the angels are writing it down. Kila tunachosema na tunachofanya, malaika wanaandika. You better make sure that your good outweigh your bad. Hakikisha mema yako yanazidi mabaya. I advise you not to have any bad, any sin. Hakikisha usiwe na mabaya mengi, usiwe na mabaya kabisa. But the Bible say if the righteous scarcely make it into heaven. Biblia imeshatuambia iwapo wateule wataponea chupuchupu. Where would the ungodly and sinner appear? Je, wenye dhambi watakuwa wapi? They're going to hell. That's where they're going to appear. Watakuwa wapi? Amen, because they don't have Jesus. Kwa maana hawana Yesu Kristo, tunajua mwisho wao ni upi. Tuwaombee. Romans 8:9. Romans 8:9. Warumi 8:9. Any man not having the spirit of Christ, yule mwanadamu yote asiye na roho wa Kristo, is none of his. Sio wake. Amen. Amen. No Holy Ghost, no heaven.
Bila Roho Mtakatifu No hakuna born mbingu. again of the water and of the Spirit, no heaven. Bila kuzaliwa katika No Acts Roho na 2:38, no heaven. katika maji na Roho hakuna mbingu. He that believeth and is baptized shall be saved. Anayeamini na kubatizwa ataokolewa. Jesus also said, he that believeth not shall be damned. Wasioamini watahukumiwa. Amen. You've been warned. Can you say they've been warned in Swahili? Umeshaonywa. Umeshaonywa. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. 2 Thessalonians 2:3. Let no man deceive you by any means. Mtu yote asiwadanganye kwa njia yoyote. For the day shall not come except there be a falling away first, that man of sin be revealed, the son of perdition. Read that, please. Amen. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji isipokuwa kwanza ule ukengeufu akafunuliwe yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Verse 4. Who oppose and exalt himself above all that is called God or that is worship, so that he as God sit in the temple of God, showing himself that he is God. Read that, please. Yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. He got cast out of heaven because he wanted to be God. And he started the first war, and the first war was in heaven. And God beheld him falling as lightning, hallelujah, to the earth. Amen. But the devil, he wants to be worshipped. He wants to be God. And it's no different down here. Hapa duniani haina tofauti. Tunaona hata leo jinsi ambavyo maandiko yanatuambia, Agano la Kale na Jipya. Mpaka leo shetani anapenda, anatafuta kuabudiwa sana na wanadamu. When you read the 24th chapter of Matthew, kisoma Mathayo 24, Jesus is talking about the things that are, the things to come, and hallelujah, past, present, and future of what's going to happen concerning hallelujah, the prophecy of his word, the things that is going to happen, hallelujah, when it comes to his second coming, amen, his coming to rapture the church and the defeat of the devil. Bwana Yesu anazungumzia katika Mathayo 24 jinsi ambavyo mambo yatatokea siku za mwisho na jinsi ambavyo atakuja kunyakua kanisa lake. Hivyo sisi tuwe tayari muda wote. He talks about the abomination of desolation in the holy place, the devil being in the holy temple, this third temple that they're going to build. That's where he's going to reside after the Jews build it. Hili hekalu tunalolisikia kwenye taarifa za habari linajengwa uko na wana wa Israeli. Ndio Bwana Yesu analizungumzia hapa kwenye Mathayo 24. So read the 24th chapter of Matthew in its entirety. Let the Lord speak to your heart concerning that matter. Hallelujah. And at the same time, there's instruction in his word as to what to do when these things happen. Because when they happen, the devil wants you to bow down and worship him. And those that do not take the mark of the beast, hallelujah, they will be executed. They will be killed. Hallelujah. The enemy is going to be a time that even some of us going to have to be on the run. But trouble don't last always. Why? Because God say it'll be shortened for this thing, this period of time of tribulation will be shortened for the elect's sake. Tutaona uje usome kwa muda wako Mathayo 24 yote uelewe vizuri. Tumeshaambiwa wengine wetu watauawa kwa sababu ya imani katika Yesu Kristo. Wengine wetu itabidi tuwe katika kukimbia hapa na pale. Lakini tujipe moyo kwamba mateso na majaribu hayatadumu milele. Tutafika wakati Bwana Yesu yeye mwenyewe atatutetea, atatusaidia, tutapokea thawabu yetu tukisimama imara bila kubali kushindwa. Sitting in the temple and showing himself as being God or trying to be God with signs and wonders, the Bible says. Hallelujah. Yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata ye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake
kana kwamba yeye ndiye Mungu. And an image will be made and it will come to life, and those that don't bow to that image and worship that image will be the enemy, the devil will kill. Na sanamu itatengenezwa ambayo itakuja kuonekana kama iko hai, na atakayekataa kuabudu ile sanamu basi huyo atauawa. And if you don't, he's going to give a mark, and those that don't take the mark, they won't be able to buy or sell. Na atatoa fursa ya watu kupewa alama. Yule ambaye atakataa kupokea hiyo alama basi yeye atauawa. Note that anyone that, according to the word of God, and look it up, Google it, study it, anyone that take the word of God is taking damnation and will not be forgiven of it. Yule ambaye atapokea hiyo alama ya mnyama hatasamehewa, hakuna kuokoka kwake. You definitely sold out to the devil. Unakuwa umejikabidhi kwa shetani. All you have to do is read God's word, study it. Unachotakiwa ni kusoma neno la Mungu. It says he that take the mark, you taking damnation. Those are two things. It's two things that where it's definitely damnation. There's no forgiveness. One is when you blaspheme the Holy Ghost. Kuna mambo ambayo Bwana amesema mtu hatasamehewa. When you speak against God. Ukikufuru Roho Mtakatifu. When you curse God. Kimlaani Mungu. And when you take the mark of the beast. Na ukichukua alama ya no forgiveness. Hallelujah. You're going to hell. Unaenda jehanamu. Read your Bible. Soma Biblia yako. Hear my words. Sikia maneno yangu. And understand. Na uyaelewe. Hallelujah. Hallelujah. 2 Thessalonians 2:9 and 10. Read those two, please. Waraka wa pili wa Thessalonika 9 na 10. Nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Even him, verse 9, even him, the devil, who coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, and with all deceivedness and unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Amen. Amen. Hallelujah. Verse 11 and 12. And for this cause, God shall send them strong delusion, that they believe a lie, that they all might be damned, who believe not the truth, but have pleasure in unrighteousness, sin. Read verse 11 and 12, please. 11 na 12 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wauamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. You read verse 12 too? Yes. People got a strong delusion today. Watu wanakudanganyika kwa hali ya juu siku za leo. Isn't it true that people believe lies in truth? Sio kweli siku za leo watu wako heri waamini uongo kuliko ukweli. Politicians telling lies. Tunajua wanasiasa kuna baadhi wengi wanasema wealthy uongo. People tell lies. Watu matajiri wapo wengine wanasema uongo. Poor people tell lies. Watu maskini wanasema presidents tell lies. Marais prime ministers baadhi tell wanasema lies. uongo. Kings are telling lies. Wafalme. And from their lies come death. Na uongo wao unakuja na mauti kwa watu wengine na wao wenyewe. Deception of the devil. Udanganyifu wa shetani. And these lies get into people's spirit and they carry a lie. Na uongo huo unaingia kwenye nafsi za watu na wao wanapokea uongo. Amen. Amen. Bearing false witness, false testimony. Kutoa shuhuda za uongo. Being a busybody in other men's matters. Kushughulika na mambo ya watu wengine. A lot of people have died more so for what they said instead of what they've done. Watu wamefariki kwa sababu ya mambo aliyosema, sio mambo aliyoyafanya. Because out of the mouth you speak life or death. Kwa sababu kutoka kwenye kinywa chetu tunazungumzia uzima au hai. We as Christians, we should choose always to speak life. Sisi kama Wakristo tunapaswa kuzungumza uzima peke yake. It's life you speaking when you tell them about heaven. Ni uzima ukizungumzia kuhusu mbinguni. It's life when you warn them about hell.
Ni uzima ukiwaonya kuhusu jehanamu Amen. na dhambi. Matthew 24 and 24. Mathayo 24:24. I want to expound on it. I want you to repeat what I'm saying. Matthew 24 and 24. Mathayo 24:24. And Mark 13:22. Na Marko ukisoma 13:22. For false Christ and false prophets shall rise and shall show signs and wonders to deceive, to seduce, if possible, even the elect. Say that, please. Yani Kristo wa uongo na manabii wa uongo watainuka na kuonesha miujiza na ishara hata kuweza kudanganya hata wateule wenyewe waliokoka. Awake, O Zion. Amka Zion. Amka. Wako tayari hapa duniani. They're here. Tuamke Sayuni. Turn your TV on. Washa TV yako. Turn your phone on YouTube. Nenda YouTube utajionea. Hear the news and you see every here and there you see these false prophets. False teachers. Walimu hawa wa uongo wapo. These false apostles. Wao wanafunzi wafuasi wa Yesu wa uongo. They say they are apostles and the Lord said they're liars. Bwana anasema ni waongo, and they are not. Wala sio hakuwaita. You gotta check your house. You gotta make sure that stuff don't come in. Chunguza nyumba yako, mambo mabovu yasije ndani. If you smell sulfur outside, if you smell something stink outside, it's a bad odor or whatever, your window's open, what do? You naturally go over and close it. Ukisikia harufu mbaya inatoka nje ya nyumba yako, kitu cha kawaida unafanyaje? Unahakisha umefunga madirisha yote. You don't want that in your house. Utaki harufu ile ingie ndani ya nyumba. You don't want that in your home. Utaki ingie ndani ya nyumba yako. Somebody's burning wood next door or whatever, and they come through, and sometimes the window's closed, but you can still smell it. Mtu akija jirani anachoma labda kuni kwa ajili ya kupasha moto nyumba, kupasha joto. But you're aware of it because it's in your, you can smell it even in your house. And what do? You take preparation, you get some Lysol or whatever to dissipate that smell because you don't want to smell it. Unajifanya unachoweza kukwepa ile harufu isiathiri watu wa nyumba yako. Somebody may be smoking wacky weed or smoking reefer or whatever. And you don't smoke that stuff. You don't deal, but you know that ain't no God. You know what the deal is with that. Why, when you was in sin, you know what it smelled like. Unajua wakati mwingine unasikia mtu labda uko kwenye taa za barabarani. So you separate yourself from that. Anavuta bangi. Unaijua harufu yake kwa sababu Roho wa Mungu tu atakushuhudia hichi kitu sio kizuri. Because that can get into your system just like cigarette smoke, and people get cancer from other people smoking. Even though you don't smoke, you can receive cancer. Women have received breast cancer from other people smoking, husband or whatever, associated with people that smoke. Unajua kabisa sheria za kiafya na sheria za kiroho inakuathiri kwa njia moja na nyingine. Ukiendelea kukaa pale unanusa ile. Wanawake wameshapata kansa ya matiti kwa sababu wanaishi na watu wanavuta sigara, na watu wamepata kansa za aina mbalimbali kwa sababu ya kuishi na watu wanaovuta sigara. You got to separate yourself from it. Make sure that stuff ain't in your spirit. Make sure that stuff ain't in your house. Hakikisha hiyo haiko kwenye nyumba yako wala haiko kwenye where God dwells, ambako Bwana anapaswa kuishi. Amen. Amen. Thank you, Jesus. This concludes part 3 of our lesson. Tumemaliza sehemu ya 3 ya somo letu. Check your house. Chunguza nyumba yako. Check your house. Chunguza nyumba yako. Amen. Amen.